wote tumeletwa duniani hapa kwa sababu maalum. Hatujaja tu hapa kupumua na kuondoka. Kila mtu kokote ulipo, una kitu Mungu amekupa unataka ufanye. Sasa jiulize tu, hali ikoje mpaka sasa hivi? Jiulize tu. Na ukipita huko, baadhi yenu labda mmeweza kutembea nje ya nchi, unaona watu walivyoendelea. Sasa kuendelea sio majengo tu, ni vitu vingi in totality. Sasa ukijiangalia wewe, ukirudi hapa unaangalia, mbona sisi tuko hivi? Mbona mimi niko hivi? Sasa unahisi ni kwa nini inakuwa hivyo? Ni kwa sababu sisi ni weusi? Kwa sababu sisi tumezaliwa Afrika? Kwa sababu ni nini sasa? Lakini ukiangalia process nzima, na imani hamna mmoja wetu hapa ambaye yuko mwenyewe tu. Tumezaliwa kwenye familia na tumeona ambavyo inakuwa. Tuna wadogo zetu, tunaangalia wanavyozaliwa inakuwaje. Lakini baadaye huyo mdogo uliokuwa namna mdogo unamwona anakuja anabadilika. Sasa kuna nini hapo katikati? Kwa hiyo ndo maana nikasema nikaichagua hata hii topic kwamba it is possible wewe unaweza kaishi maisha ya ndoto zako. It is possible. Sasa kuna vitu inabidi vifanyike. Na wewe ndo una uwezo navyo mwenyewe. Wewe huyu una uwezo navyo hivyo vitu. Kwa ndo maana nikasema tuna bahati sana kuwepo hai sasa hivi. Kwa sababu kila kitu inawezekanika. Kwa naomba tujaribu kupanua your thinking. Chochote unachokiweka kichwani kwako ndicho kitakachokuja. Wewe kapande bangi tu, utakuja kuvuna bangi always. Naomba uelewe hivyo. Na ukipanda punje ya hiyo bangi utavuna zaidi, ukipanda punje ya hindi utavuna zaidi. Kwa hiyo chochote unachokiweka kichwani kitakuletea vitu vingine, either vizuri au vibaya depending na wewe kichwani umeweka nini. Sasa niambie, unataka nini kwenye maisha haya wewe? Mungu amekupa siku hizi zilizobaki. Yuko za nyuma zimeondoka. Hizo zilizobaki. Hebu angalieni lifestyle. Mwanzo tunapoumbwa pale na wazazi wetu, tukazaliwa, tunatunzwa. Baadaye tunaanza kujitambua wenyewe. Sasa mkifika miaka ya 20 hivi sasa na kuendelea mpaka labda miaka 60 kitu hivi, ni muda wako wa kufanya vitu unavyoviweza. Ukishafika 60 plus huko, Afrika wanasema watu wanakufa si miaka 45, miaka mingapi? Sasa tuiache hiyo. Hapa katikati kuanzia miaka 20 mpaka miaka 60 huko unakuwa unafanya nini? Sasa angalieni, vijana mpo tu sasa hivi. Wengi mpo tu. Yaani hamna mbele, hamna nyuma, upo tu unashangaa. Sasa hiyo inaleta shida hiyo. Na ndo tatizo kubwa. Sasa wakati tunawekana sawa na clip hapa, naomba muiangalie hii clip hapa. Labda unaweza kujifunza mawili matatu. Naomba uangalie hawa watu wana vitu wanafanya, maybe utajifunza. Hebu
Yeah, nadhani inakwenda vizuri sana na topic ya mazungumzo yangu ya asubuhi hii. Kuna vitu ambavyo sisi wote tukaamua tu tunaweza tukavibadilisha kwenye maisha yetu, lakini hili vibadilike inabidi ianze na sisi wenyewe ndani. Sasa kama mnavyofahamu, tunakwenda shuleni. Lengo la kwenda shule ni kwamba tukimaliza shule tuje tupate kazi. Kishapata kazi uje upate unachokitaka, uwasaidie ndugu na jamaa zako. Huo ndo mfumo ambao umekuwepo kwa siku zote. Sasa vijana wangapi mnamaliza vyuo? Hivi tunavyozungumza Tanzania yetu hii almost wanaomaliza vyuo wanakaribia 1,000,000 sasa kwa mwaka. Kuweka hizo vyuo vyote ambavyo tuko navyo, hiyo vyuo vikuu, VETA, wapi wote ukajumulisha almost 1,000,000. Sasa ni ajira ngapi zinatengenezeka huko? Ukiacha kiwanda saba cha Aliko Dangote huko, kuna viwanda vingine mmevisikia hapa katikati? Na vijana wangapi mko mtaani huko? Na wengine mnasubiri graduate, na wengine mmegraduate muda mrefu tu. Kwa hiyo inakuwa ni shida. Kwa matokeo yake ni nini sasa? Kwa hiyo nataka hii uichukue kama wake up call kwamba dunia hii imebadilika. Bahati mbaya tulio wengi hatujabadilika. Tunahisi kwamba labda ningesoma wapi mambo yangekuwa hivi. Nenda nchi za nje huko. Kuna watu pia of course kazi za ovyo ovyo ziko nyingi. Lakini zile ambazo mnazitafuta zinalipa vizuri haziko. Na hii kitu ni ya zamani sana. Enzi hizo sio leo hii. Miaka ya 60 huko, miaka ya 50 huko fine. Sio sasa hivi kwa sababu teknolojia imebadilisha vitu vingi. Kuna vitu ambavyo zamani teknolojia ilikuwa haiwezi kufanya, walikuwa hawajagundua hiyo technology. Sasa hivi inafanya. Tunavyozungumza hapa leo marobot ndio yanafanya operation. Marobot yanafanya operation, sio madaktari, robots. Watu wanaoajiriwa marobot ndio yanaajiriwa, sio binadamu. Binadamu kazi zinapungua sasa. Marobot ndio yanafanya vitu vingi, yanasema magari huko. Hebu niambie. Kwa hiyo naomba ujifunze, wewe umesoma nini sasa? Vyuo vyetu hivi mnavifahamu wanatufundisha nini? Mimi nilisoma Bunsen bana si form 4 huko. Haya tulisoma macalculus. Si ma integration huko. Si ma nini? Pia kwa wapi? Wametufundisha resources ziko scarce. Rasilimali ziko chache. Ndipo walivyotufundisha. Ni kweli rasilimali ziko chache. Wametufundisha nyumba ni asset. Kweli ukiwa na nyumba ni asset. Ukiwa na gari ni asset. Sasa angalia elimu tuko nayo hapa. Sasa angalia huko ulipo sasa. Kwa hiyo baadhi yenu mmezungusha CV muda mrefu na bado hujaajirika. Mbona wengine wanaajiriwa? Mbona wewe huajiriwi? Sasa ufanye nini? Ukaongeze vyeti. Mbona una cheti cha darasa la 7 umekitumia wapi? Una cheti cha madrasa, cha ubarikio, cha ndoa, cha kupigia kura, una driving license, una passport, zimekupeleka wapi? Sasa tunachanganya hapa education na schooling. Hivi ni vitu viwili tofauti kabisa. Maana obvious hivi vyuo vyote wanatuandaa tukatafute kazi. Naomba muelewe hii, unaandaliwa ukatafute kazi ambazo haziko. Hao wanaokufundisha wenyewe wana struggle. Unasikia wanagoma, malecturer wanagoma, walimu wa sekondari wanagoma, walimu wa vyuo wanagoma. Kwa nini wanagoma? Kwa nini wasitunge vitabu wakauza? Think about that. Wanakufundisha biashara wakati wenyewe hata biashara hawana. Sasa ni mfumo umekuwepo miaka hizo. Ukienda kutafuta ni kwa nini walianzisha shule kwa sababu watoto walikuwa wanaosumbua wazazi wao wakati wazazi wanafanya kazi. Kwa hiyo ikabidi, maana ilikuwa waende nao maofisini. Kulikuwa hamna mtu wa kulea mtoto nyumbani, unaenda naye ofisini, kwa hiyo anasumbua. Si unajua watoto walivyo watundu. Kwa hiyo wakasema watafute sehemu ya kuwa discipline watoto, ndio wakaanzisha shule. Mkatafute chanzo cha shule zimetoka wapi. Shida ni sawa na treni wewe umepandia Morogoro, kumbe imeanzia Dar es Salaam. Tutafute tuone mambo yalivyotoka. Naomba ujifunze tulivyokuwa watoto wadogo, tulikuwa very active, tu wabunifu, tunafanya vitu vingi. Sasa tumeacha hiyo. Tunatafuta makaratasi, tunatafuta GPA, nimekuwa wa kwanza, nimekuwa hivi. Mara ngapi umekuwa wa kwanza huko? Where are you now? Kwa mimi nazungumza na wewe at a personal level. Dunia hii imebadilika. Kama unataka kweli maisha yabadilike, you need to find what is inside of you. Kila mtu Mungu amempa kitu hapa. Kitafute ni kipi? Sawa, gauni utavaa, nimegraduate. What does it mean? Think about that.
Sasa graduation inaanza unapotoka chuo, maisha halisi ya mtaani. Hiyo ndio elimu inaanza ya mtaani ya kukusaidia. You need to understand this. Sasa wewe unayenisikiliza, hizo siku ambazo Mungu amekupa bado, ndio maana hujaondoka. There is a reason for that. There is a reason ni kwa nini tunaishi mpaka sasa hivi. We need to find that what is inside of us. Each one of us, Mungu kampa kitu. Umechaguliwa wewe. Mamilioni ya ndugu zako hawakuzaliwa wewe ukatoka. Mbegu za baba zilitoka nyingi, takriban milioni 400 kama baba yako alikuwa mzima. Mungu akapiki mbegu ya kwako wewe, akakuwekea vitu ndani. Yes, ulikuwa ujitambue, lakini sasa unajitambua. You know what is good, what is bad. Kwa hiyo inawezekana kabisa tukabadilisha maisha, inawezekana kabisa tukaibadilisha nchi yetu, inawezekana kabisa tukaibadilisha Afrika. Kwa hiyo unahitaji ujifunze elimu nyingine nje na hii ya darasani ambayo haitukufikishi kokote. Naomba vitu vingine ufute. Wanapokuambia resources ziko scarce, sio kweli. Resources ziko za kutosha, ni kwamba upeo wako ndo unakuwa ni mdogo. Hivi tunavyozungumza hapa, watu wanatengeneza gari ambazo zinatembea bila kutumia mafuta. Leo hii bado Tanzania hii watu wanafungua petrol station. Kumbe gari ziko hazitaji mafuta. Wewe unaenda kuinvest kwenye petrol station. Think about that. Halafu baadaye unasema biashara hamna. Baadaye unasema Magufuli amebana wapi? Mbona hii miaka mingapi nyuma watu wa Tanzania milioni 100 Tanzania 200 wameongezwa kwenye orodha ya matajiri duniani. Think about that. Sasa wanaoumia ni watu wa kawaida wanaotegemea mshahara. Sasa mshahara, kwa nini nao usitengeneze ajira? Can't you find a way how you can live yourself? Kwa mimi naomba tufikirie. Naomba tufikirie uone ambavyo kweli kumbe sisi wenyewe ndio matatizo. Sasa hata ukaipata hiyo kazi, wakakufukuza, ukafa, ukaumwa, si ndio inabidi tukuchangie? Sasa huu mshahara huu, unajua vijana wengine hapa nadhani si tatizo ni nini? Tatizo mnachesi hela. Sasa hela utaichesi mpaka lini? Can't we find a way ya kufanya pesa zitufanyie kazi? Kwa naomba uelewe tu kwamba wewe ndo you are the only cast for your life. Kwa ni vizuri hapa tujue kabisa kwamba tatizo hapa maybe ni njia tunayoitumia haifanyi kazi. Dream zako zibakie pale pale, njia ndo haifanyi kazi. Tafuta njia nyingine. Tafuta njia nyingine. Mbona miti inabadilika? Miti inabadilisha, majani yanatoka, lakini root cause iko pale pale. Find what is inside of you. It is possible kaishi maisha yote unayoyataka. Kama ni nyumba, ukaishi nyumba unayoitaka, whether ni bungalow, whether ni mansion, whatever you want it. Gari aina yoyote. Kuna gari flying cars ziko zinaruka. Unataka kununua jet yako kama kina Trump na wengine. Everything is possible. Just think big. Think big. Ndio maana ulitoka tumboni kwa mama, katumbo kale kadogo kalikuwa kakutosha, ukatoka, you are clicking. Sasa umezaliwa kwenye kafamilia pale toka asubuhi rudi jioni. Wanakubana tu wanakubana. Kaolewe na huyu. Haya, umeenda huko ofisini. Unaingia asubuhi unatoka jioni. That's the kind of life. Tutoke huko. This world is so big. Sasa inabidi tuwe wakubwa kuliko whatever challenges tunazoface hapo. Kwa mimi nataka ni kuencourage kwamba it is possible maisha yako yakabadilika. It is possible to achieve dreams zako. Everything is possible. Lakini anza kujiangalia mwenyewe. What is missing in you? Before you look what is missing you, Mungu kakupa nini? What is your potential? Potential sio vitu ulivyofanya. Potential iko kwenye vitu ambavyo hujafanya, viko ndani ya unavyo tayari. Hivyo ulivyofanya is not your potential. That's your past and we don't live in the past. Kwa tafuta, kila mtu ana kitu Mungu kampa. Find that. Sasa shida tuna watu wengi wametuzunguka ndio wanatuambia wewe unajua. Na hamna mtu anakujua zaidi ya Mwenyezi Mungu. Is just yourself na Mwenyezi Mungu. Hebu jitafute, hebu jipapase. Jipapase hapa. Wengine wanafanikiwa tunaonea wivu. Think about that. Na wakati ukijiangalia ndani you have everything inside of you. Inawezekana. Angalieni huyu kijana mnamuita si Diamond, huyu Diamond. Yeye alikuwa wapi? Angalia alivyo sasa. Kwa upeo wake, kwa shule yake ndogo. Angalia alipo. Just a role model. Kila mtu ana diamond wake ndani. Find what is your diamond inside of you. Kuna mtu kule South Africa aliwahi kuuza shamba lake la dhahabu. Sio dhahabu, diamond. Aliuza shamba lake la diamond. Na kujua kwamba ana diamond. Mkatafute kitabu The Man Who Sold His Acre of Diamonds. Mkatafute Acre of Diamonds. Ni very inspiring story.
kwamba unaangalia kwa mtu mwingine kwamba anazo, kwa akasikia si wapi kuna diamond, hakauza shamba, zile hela azitumie kwenda kutafuta diamond, kwani hata alipata, alijikuta alikufa mwenyewe tu huko njiani along the way. Huyu aliyemuuzia wakakuja kugundua kwamba ile sehemu ndio ilikuwa na the highest concentration of diamond in the world. You see? Kwa unauza cha kwako unaenda kutafuta kingine. Kwa you have everything inside of you. Kwa swala tu hapa ni sawa na miwani. Unapokuwa unaangalia miwani hivi uone vizuri, si safishe. Kwa nyie vijana mnaonisikiliza, you have what it takes to be successful. You have it. No doubt about that. Shida na nini? What are you surrounded with? Unafidi ubongo wako na kitu gani? Hiyo ndio shida kubwa tuko nayo. Kwa mimi naomba with this session this morning, na ndio maana nikachagua tufanye asubuhi kwa sababu uko fresh. Kwa naomba uamke na mimi hapa, uko fresh. It is possible maisha yako yakabadilika. Asikubabaisha mtu yoyote. Hata wakikwambia una sura mbaya kama kiboko, hizo ni opinioni zao. Where you know what is inside of you. Hata kama ndio sura yako inafanana kiboko, Mungu alikuumba kusudi ili watu wakusumbue, wakukimbie ili uweze kuwa wewe zaidi. Kwa love yourself. Love yourself. Wadada mnanisikia hapa, tusipowapenda wanasema no. Jipende mwenyewe. Kwa cha msingi hapa, be thankful. Mshukuru Mungu kwa jinsi ulivyo. Everything is possible. Swala sasa, plan B ya kazi, plan B ya kwenda shule haifanyi kazi. Elimu nzuri ni ile iko ndani mwako, na ndio elimu tunapeana hapa, elimu ya mtaani. Kwa mimi nakuchallenge ufungue vitu ambavyo unavitaka, halafu uje uone possibilities. Kwa cha msingi hapa, we need to let it go. Hicho cheti cha darasa la 7, cha madrasa, cha ndoa, si inaitwa degree, you name it, havitaweza kukusaidia chochote. Ukiweza kujitafuta what is inside of you, everything is possible. Find what is inside of you. Kila mtu Mungu kamwekea kitu, kitafute. Work on that. Sasa it's a work in progress. Sisi hatutaelewa what is inside of you. Sisi tutakwambia umechanganyikiwa, mjinga wewe ungeenda upolisi, ungeenda jeshini, ungeolewa. Unaona sasa? Sisi ndo tunavyokuona wewe. Hebu jioni kuona mtu ana macho yake tu ya kawaida, watu wanasema ana makengeza. Because that's what we say. Kwa naomba ufurahie kwamba Mungu kakuumba kwenye hiyo familia uliyopo for a reason. For a reason. Hata ungepelekwa Marekani ndio ungekuwa gazeta zaidi. Au ushakufa siku nyingi. There is a reason why you are here. Sasa wakati dunia inabadilika, wengi hatujabadilika. Mifumo hii imekuepo sana huko, na mifumo inabadilika. Zamani hatukuwa na internet. Zamani hatukuwa na simu hizi hazikuepo. Hapakuwa na ndege, hapakuwa na train, hapakuwa na chochote. It was just an idea, mtu kaanzisha hiyo idea. Sasa I want you to understand kwamba we can do more. We can do more than what we think. I want you to understand. We can do more than what we think. So sasa, are you open-minded kujifunza vitu? Are you open-minded? Kila wakati Mungu analeta kitu. Na anawatumia watu. Vitabu vinasema hivyo. Si unasoma vitabu vya dini vya watu. Hata kama unaabudu mawe. Kila wakati Mungu analeta watu wa kufanya vitu duniani hapa. But we don't see. Pua tunazo, tunashindwa kunusa. Unaenda mahala kuna mbwa ananuka kabisa barabarani, na mtu mwingine atasikia hiyo harufu, anauliza hivi kuna nini hapa? Na ukiangalia lipua lake ni likubwa kuliko wengine wote. Think about that. So there is everything for us. Mungu anazungumza na sisi kila siku. When the time is right, Mungu ataandaa events, Mungu ataandaa circumstances, Mungu ataandaa watu for your dream come true. Inaweza kuwa Mungu kanileta leo ni aseme haya kukusaidia wewe. Do you understand? Sasa you have to say it. Sasa unanisikiliza ndio, unaona kwenye screen hapa, lakini una interpret nini ndani mwako? That's what matters most. Kwani kuna mtu anaambiwaga alie, unasikia tu mtu analia mwenyewe. Kwa hiyo ninachotaka kukuambia hapa, that is a vehicle ambayo unaweza ukaitumia na ukaachieve dream yako. Tuna watu wengi sasa hivi wametuzunguka. What do we do with those people? Think about that. Kwa tatizo sio hela. Money won't make you rich. Ukiwa na skills za kutosha, ukapata idea zako nzuri ukazifanyia kazi, hela zitakuja. Idea ziji baada ya kupata hela. Hela zinakuja unapokuwa una idea ambayo kweli inaenda kusolve matatizo ya watu. So we have the tools. We have to use them. Sasa mimi nimezaliwa vijijini huko, walikuwa wanatuambia unaweza kwenda Dar es Salaam kwa kupanda ungo.
Hebu niambie. Sasa we ungo, nani umewahi kumsikia amesafiri kwa ungo? Alafu anakwambia kuna ndege hapa pana, unasema mimi nitapanda ungo. Think about that. Naomba tuondoke huko the past. We don't live in the past. We don't live in the past. Hebu tuangalie mbele. Miaka 20 ijayo, miaka 30, what kind of legacy do I want to live with on this earth? Sasa peke yako uwezi, you need to find ways ya kudili na watu, kutumia watu. Maana watu wanasikiliza, ndio maana Baresa huyu pamoja na kwamba hajasoma, is very successful, anatumia nguvu ya watu wengine. Ameajiri madaktari, ameajiri mainjinia, ameajiri accountant, lawyers, what? Wanambebea briefs, everything. Wewe unafanyaje sasa? Can't we be akina Baresa na sisi? You have a Baresa inside of you. Sasa swala anatokaje huyo Baresa sasa? Naomba muombe Mungu akuongezee shida. Mungu nadhani ananisikia, akuongezee shida. Hao wanaokusaidia wa cut off kukusaidia. Alafu uone, you will find your way. Nitokea nimeenda jeshini huko, sikujua hata kucheza ngoma na nini, pigwa kwata, sikipaji cha kucheza kikatoka. Nikacheza nikawa bora kuliko wote kikosi kizima. Think about that. Wakanipa uongozi wa ngoma. Think about it. So you have it. You have it. Kwa muombe Mungu tu akuongezee shida, maybe you will understand that. So now, kwa sababu dunia imebadilika sasa, kazi ndio hivyo hazieleweki. Zilizopo hawalipi sawa sawa, na hata wakilipa saa zote watakufukuza. Why don't you become the boss? Why don't you become your own boss? Why don't you create jobs for others? Na nikwambieni, Mwenyezi Mungu anataka sisi tufanye vitu vya kusaidia watu wengine. Sasa kama unafanya vitu vya kujisaidia wewe, you are wasting your time. Na kuambia upo tunapumua na utaondoka. Na ni dhambi kufa maskini. Ukafa maskini unaenda motoni. You have to remember that. Mimi nimefanya kazi kwa miaka 10, I was a custom officer. Hebu niambie, 10 years in the office, I know what I'm talking about. Nye vijana mnaonisikia hapa, na kuambia kama kweli unataka kuishi maisha unayotaka, unazo dreams zako, you need to get out of your comfort zone. Hivyo vyeti havitakusaidia. Sijasema uache shule, uache kwa sababu unataka kuacha. Lakini I can assure you, unapoendelea kusoma huku, wanakuconfuse zaidi. Kwa sababu haikusaidii chochote. Kwanza una hata hiyo passion na hicho kitu. Kwa you have to find kitu gani unapenda naturally. Na viko kabisa, viko. Ji associate na watu ambao wanaadi kitu kwako. Nataka kuwa mwizi, unatembea na wezi. If you want to be successful, hang out with successful people. Acha kuingiza vitu vya ovyo kichwani. Kwa hiyo Mungu amewaandaa watu kutusaidia. Sasa I want to bring somebody hapa uweze kusikiliza vizuri, alafu nitaendelea story yangu from there. Kwa namkaribisha mtu anaitwa Robert Kiyosaki, ana knowledge, he's a millionaire. Sio billionaire. Na amelala kwenye gari na mkewe miezi 3. Hana hela ya kuweza kulipa kodi. He was sleeping in a car for 3 months. 10 years later he was a billionaire. Think about that. Sasa naomba tumsikilize anazungumza nini hapa. Mungu. In this section, I want to talk to you about a different kind of quadrant. Years ago, I found out there was 4 kinds of people in the world. You know, one type are people who must be right. These people know all the right answers. They went to school, they know everything. You can't tell them anything. This is not a good business for them because their minds are too set. Another kind of person is a person who must be comfortable. You know, the house could be on fire, but they're still watching TV, eating a hot dog, watching what's going on in the world. These people are toast because the world economy is not coming back. The world economy has moved on. And people who need to be comfortable will probably be left behind. So the people who need to be comfortable, you probably shouldn't talk to them because you only make them uncomfortable. And they're probably not going to make the move because number 1 priority is being comfortable. Another kind of person is a person who must be liked. You know, they want to please everybody. This is probably not the business for them either, you know, because they want somebody else's approval. They want to be the good little boy or girl saying, I did the right thing, didn't I? You like me, don't you? And so they'll probably not be successful in the 21st century because they'll probably want to be liked by people who have to be right. And people want to be comfortable. All right, good, be comfortable. All right, you're very right. You know, that's probably being liked. But the business for the people of the 21st century are people who must win. And that's where I am at. One of the best things I was taught in the Marine Corps and at military school
It's not how many times you get knocked down, it's how many times you stand up. When somebody knocks you back, what do? Oh, you hurt my feelings? You'll probably not be successful. The world will probably pass you by. Because as I said, the world economy is moved on. It's not coming back. So winners will win, but winning takes sacrifice. Success takes sacrifice. And these are the people who will do best in business of the 21st century. So when you're talking to people, about this business, you have to look at them and ask yourself, is this person really just going to be liked and they'll tell you what you want to hear? Or they're going to argue with you because they know all the right answers, or they're going to get very upset with you for disturbing them. So what you're looking for in the network marketing business are people who want to win, people who know the economy has moved on. You'll find every race, gender, age, and background in network marketing. But what they really want to do is they want to win. It really is a true playing field in the world, but not for these people. These people will be left behind. Network marketing is for people who want to win, because network marketing is the business model of the future. If you want the government to take care of you, then just keep doing what you want to do. It is possible for everyone to win, but the problem is you've got to commit to it. You've got to say, this is what I'm going to do. I'm going to dedicate 5 years of my life. You want to look at the leaders and say, those are people I want to be like. Those are the kinds of people I want to hang out with. That's what you got to say to yourself. And I want to help other people do what I want to do and win in life. And that's why I support network marketing, because it really is the business for the 21st century. If you don't sleep, utakufa kabla muda wako. Think about that. Sasa haiwezekani unatafuta maisha, Mungu kakupa miaka aliyokupa, alafu siku unakufa na vitu vyote vinakufa na wewe. That is very, very wrong. Lazima tutafute how we can leverage. Ni jinsi gani tunaweza tukaacha legacy. Sasa anazungumza mfumo kwamba hii ni karne ya 21, you can use other people's time and effort. Think about that. Sasa ni vitu hawafundishi shuleni. Nakwambia shuleni wanakuconfuse and you are being confused. Nimekwambia nimesoma mabansani bana calculus. Mimi nilisoma advanced mathematics, chemistry, physics huko, hebu niambie. Bado nikaja nikasoma mambo ya uhasibu huko, hebu niambie. Kwa wanakuingizia huko nyumba ni asset. The car is asset. Sasa ukiuliza asset, what definition yenyewe wanakuambia asset is something is immovable. Eti lolote likiwepo, lichuma likiwa pale alimove ni asset. Nyumba ni asset. Ni asset wapi? Na nyumba is a liability. Nyumba is a liability kwa sababu unalipia taxi, unalipia kodi ya kiwanja, kodi ya jengo at the end of the year. Hiyo nyumba ni ya serikali, sio ya kwako. Ingekuwa ni ya kwako usingelipia kodi. It is yours. Sasa haina tofauti hata even if you own the house. Vijana naomba mnisikiliza. Hata kama unamiliki nyumba wewe, hiyo nyumba itakuwa asset kama umeipangisha. Nao wapangaji wanakulipa hela nyingi kuliko hela ya kodi unayopeleka serikalini. Hapo ndio inakuwa asset. Asset is something that puts money in your pocket, and a liability is something that takes away money from your pocket. Vijana mnanisikia hapa, mko vyuo, ukienda kuandika hivyo kwenye mtihani wanakuferisha. Sasa huku mtaani ni kitu tofauti kabisa. Si vioni wanasema msiibiane, unafanya peke yako. Huku mtaani ukifanya peke yako utakufa maskini. You have to use other people. Kwa you can see ambavyo wanatuchanganya sasa. Kwa ukitaka kuendelea kuwa confused, endelea kuwa confused. Tunao wengi wamejaa mjini huku. Anakwambia na PhD. Angalia maisha yake. Muulize lini uliandika kitabu kikawa bestseller. Hayo makaratasi, matitle hayakusaidii. You don't need any title, nothing, credential kufanikiwa. Watu wangapi duniani wamefanikiwa na wana hayo makaratasi? Mimi sijasema kusoma ni vibaya. Mimi nazungumza education ndio unahitaji, sio schooling. Schooling inatuconfuse. Inatuconfuse. I want you to get education. Na education is a lifetime. Kila siku unajifunza, you are learning something from me now. Think about that. Hiyo ndio education unayoitaka, sio makaratasi. Unasema nimegraduate na degree now. So what? There is more degree kwenye thermometer than what you have. Kwa naomba tuondokane na mambo ya jana huko. It doesn't work. Nyerere ameshaondoka. Enzi hizo, yes. Not now. Not now. Kwa vijana tubadilike. Tumepewa ma social media hapo. Yapo yatusaidie. Tumepewa internet. Sasa I'm trying to come around alichokuwa anakizungumza Robert Kiyosaki.
Tafuta hicho kitabu The Business School. Ana vitabu viwili ningerecommend utafute. Kuna kitabu kinaitwa The Business School, kitafute kwa watu wanaotaka kuwasaidia wenzao, and then plus the 21st century business. Uweze kuelewa what does it mean. Sasa na uhakika nyote, kwa sababu unavyonisikiliza hapa, you are using smartphone and you have people. That is your network. Unapata nini kutoka kwenye hiyo? Unapata nini from your network? Sasa vijana mnaonisikiliza, as long as una simu ambayo ni smartphone, huhitaji kuwa maskini. I can assure you. Kama ni elimu ya vyuo unataka, kuna vyuo unaweza ukasoma bure. Tena kwenye top university in the world, bure kabisa. Wanakupa skills za kutosha, hawatakupa cheti, you get the skill. You need the skill, sio makaratasi. Kama ni makaratasi unataka, mimi na vyeti vyangu nitakuja nikupe. Nilibatizwa huko, nitakupa cha ubatizo, nitakupa cha ndoa, si vya vioni huko nitakupa, kaweke, kaongeze mahala. Si ndio? Nachosema hapa, can't we learn a way to use network tuko nayo? Mko Facebook, mko Instagram, unarusha nini? Sasa kuna vitu utajifunza. Kwa kiosaka nachokizungumza hapa, if you can just learn how you can leverage your time, you will be paid from the effort of all those people. I'm not here to talk theory, na kueleza uelewe. Mimi nimefanya kazi miaka 10, I was a custom officer bandarini huko. Nilichokipata kwa najua mwenyewe. Niliacha mwenyewe, mimi niliacha. Na I was number 2 kule bandarini. Na kuna wakati nilikuwa in charge wa kitengo cha makontainer. So I know what I'm talking about. Kama ni kutembea, nimetembea pia huko nje, nimeona watu wanavyoishi. Nimekaa Marekani 2 years. I know what people are living huko. Tuna uwezo mkubwa Afrika. Mimi mwanzo nilivyoondoka kwenda Marekani nilisema sirudi hapa. Nirudi kufanya nini hapa? Nirudi kufanya nini hapa? Baada ya kufika kule nikasema kumbe natakiwa zaidi Afrika kuliko hata kwa Marekani. Nawe niko hapa sasa. Sasa na hapa siondoki hapa. Nitaenda kutembea, lakini this is the best place to be. Inatakiwa tuwasaidie watu. Watu wako gizani. Ni sawa na mtu anaenda kuvua samaki. Tuwatoe watu gizani, tuwaonyeshe jinsi ya kuishi. Mungu ametuweka maalum huko Afrika. Tembeni muone. Mimi nimetembea nchi Afrika kumkaone. Tunayo nafasi kubwa. Afrika na watu 1.something billion. Wengi wako kwenye umaskini. Very few people. Nyie vijana ndo mko wengi sasa. Sasa mnashinda kwenye social media, mnafanya nini? Mnafanya nini sasa? Kwa hizi elimu zinakusaidia kuweza kujua how you can help other people. Na Mungu anataka tusaidie watu. Whatever stuff amekupa, hajakupa kwa ajili ya wewe na familia yako, amekupa vitumike for other people. Hebu jiulize, hizo nguo ulizovaa ni za nani? Wakaje wenyewe wakachukua? Whatever stuff you are having, kuna watu havikuwepo zamani, kuna mtu katengeneza. Sasa why don't we do that? Kwa vijana naomba ujisikilize, makaratasi huko achana nayo. Wewe unajua nilikula mafuta ya mwenge, uliuwasha mwenge wewe. Think of your life, think of your legacy. Naomba kutoka hapa katembee makaburini, kasome vibao, huyu alikufa lini, kazaliwa lini. You find so many people of your age wako makaburini kule. Na wamekufa na vipaji vyao. Na unataka ukaongeze utajiri makaburini huko. So please, live fully, die empty. Kwa tutumie social media tujifunze, tutakufundisha how you can leverage your time, how you can attract people toward you, ni jinsi gani utaandika content za kueleweka. Hafuone. I have used this stuff. Kuna na material fulani yako kule YouTube mtu alipeleka huko na nini, baadaye wananitafuta, unaweza ukaja ukatufanyia seminar tukakulipa. You can earn money kokote uliko, uhitaji ofisi wala chochote. Think about, kwa vijana mbadilike hapa. Hii ya kuondoka asubuhi unaenda kuuza muda unarudi jioni, it doesn't work anymore. Kuna watu wamezaliwa kuwa follower, not you. Not you. You are born to be a leader. Kwa unaomba uonyeshe njia, ukikuta hamna njia, pita, watu watafollow. Sio lazima ukute kuna njia hapo. Pasua tu huko, watu watafuata nyayo zako. That's what we are doing. I have gone through myself on that. Wakati na mimi nilitumia baada ya kujua kwamba kumbe mimi I can't do on my own, I need to find people, nikasema mimi I'm going to do this. Kwa nikaachana na vitu vyote, nikaachana navyo. Achana navyo. Start over. Kama mtu unapoputika unaanza upya. Kwa kachanganyikiwa, amerogwa, ana majini mahaba, kila mtu anakupa maneno yake. Nasema shut up. Kwa nilivyoanza this na kueleza it is possible. You can be whoever you want to be. Nobody can stop you except yourself. Kwa hiyo tutumie mfumo. Wale vijana ambao mnatafuta maisha, I can assure you, ukakubali kuinvest muda wako. What is needed in muda, sio hela, muda. Put your time learning. Watu wa comment na kukucoach.
5 years, 5 to 10 years, you'll be a different person. Hebu angalia leo, piga miaka 10 mbele hapa, utakuwa wapi? Na angalia miaka 10 nyuma, mmeishi nyumba hiyo hiyo, kitanda hicho hicho, nguo na wengine mpaka nguo za miaka 10 bado unazo mpaka leo. Think about that. Think about that. Hebu niambie, dunia inaenda mbele, are you going backwards? Na maisha ni magumu sana. I can assure you, kila kukicha maisha yatabana. I can assure you, uelewe kabisa. Kama una kazi sasa hivi itakuja kupoteza, just a matter of time. Technology itakutoa. Nenda Japan, wanatumia monkey ndio yanafanya kazi mahotelini. Maroboti yamechukua kazi. Think about that. So you need to learn something out of this. Otherwise utapata shida. Cha msingi hapa sio kukimbiza hela. Hela itafutwa. Hela inatengenezwa njia, inaingia yenyewe. Picha mnayoiona hapa ni mtu amekufa muda mrefu tu, lakini mpaka leo familia inapata alichokianzisha yeye. Na aliquit school. Mnazisikia? Naomba ninunulie iPhone, naomba MacBook. That was the founder wa Apple, Steve Jobs. Kasome biography yake. Unaweza kaacha na shule kabisa. Tafuteni watu ambao wako successful, usome biography zao. Mimi nilinisaidia, nilitafuta watu mamilionea 400 wa duniani. Kuna gazeti inaitwa Forbes magazine, kila mwaka wanatoa orodha ya watu successful in the world. Mimi nilitafuta majina ya watu 50 tu, nikasoma biography zako, soma na hiyo shule nikajiachia. Nilienda Marekani, nikaacha, nikasema kumbe naweza nikawa mimi mwenyewe. Tafuta watu wanaokuinspire. Sasa unasema inspirational ni mzazi wangu. How successful mzazi wako yupo? Ameajiriwa, sio ni polisi, sio ni daktari. Unakuta mtu ni daktari anakufa na kipindupindu. Anakufa na kansa. Wewe daktari unakufa na kansa? Unakufa na kisukari? Unakufa na high blood pressure? Kwa nini? Kwa hiyo mimi naishi maisha ya kwako, sio ya mtu mwingine. You are very unique, very unique. Very, very unique and special and highly blessed. Kwa hiyo mnaotaka hela zitafutwa, zitakuja zenyewe. Kisha tengeneza network, the money will be coming to you. Uwe high, hauko high. That's what you need. Panua your thinking na watu wako tayari kukusaidia uweze kufika huko. Cha msingi tu, you need to invest time into it. Hata tumboni tumekaa miezi 9. Sasa shida, kwa nini time? Ni muda wa wewe kuwa transformed. Kutoka kwenye entitlement mentality, serikali itaniangalia, wazazi wangu watanifanyia hivi, na kuweza kuown maisha yako. Kuna process hapo. Hata Mungu alitaka upite process. Alivyokuwa anawafukuza Adam na Eva huko Eden, aliwaambia mtakula kwa jasho lenu. You have to go through the process. Sasa hapo ndo watu wampendi. Hata wadada wengi hampendi shida, ndio maana mnatafuta ndoa za mapema. Wewe unataka kufanikiwa, unanisikia, you have to go through the process. Something that won't kill you will make you stronger. Sasa unapojibadilisha hapo ukawa wewe, you become unstoppable. Nobody can stop you except yourself. Nadhani mnanielewa hapa. Kwa cha msingi tu hapa, ukubali kuinvest in muda. Alafu utaona the results. The results will come along your way. Kwa cha msingi tu hapa, remain positive no matter what. That's why unaona tunaenda makanisani, tunaenda msikitini. Sio kwamba hatujui, ni kwamba tu faith comes by hearing. Kwa inabidi wewe unajaribu ku protect your mind. Unaweka vitu vya maana kila siku kama hivi. Tumeamka asubuhi, tunaamka na kitu kama hichi, kinakusaidia. Unapata energy hata kama ulikuwa unasinzia umekata tamaa na maisha, kama unaamka tena. Kwa hiyo naomba ujue hivyo kwamba it is possible maisha yako yakabadilika vibaya sana. Tuache kuadimia maisha ya watu wengine. Unajua kuna sehemu ukienda, ikipita gari unasema gari ya Baresa hiyo. Gari si ya Papa Msofe. Gari no, kwani ndege si ya nani? Ifikie mahala na wewe pia watu wakuseme hivyo. Tuache kushangaa. We have something in us. Regardless what the situation. Hata kama unalia mkeka, unakula machips dume, regardless. Tumia hiyo kama your stepping stone to move forward. Na utaona ambapo maisha yako yatabadilika. Kwa hiyo kama hujabahatika kupata hivyo vyeti, Mungu alikupa cheti chako, uhitaji cheti kingine zaidi ya hicho. You have it yourself. Ndio maana mnaona watu wengi ambao wako successful, majority they didn't go to school. Walifanyaje? Anakuambia you learn when you are doing things. Kwa sababu kuna stage zinatokea, tuko stage 3 hapa. Kwanza ukishajitambua and you become that person, ukaishi hayo maisha unayoyasema hapo, Mungu atakupa blessings. Always. Once you become that person and then do the work. Piga mzigo. Watu wanafanya kazi. Sisi wengi hatufanyi kazi. Tunalalala tu hapa.
Hivi sasa hivi nikikuuliza plan unaniambia mwezi wa 6 bwana World Cup inaanza. Unajua kabisa watacheza wapi na wapi. Nikikuuliza maisha yako in the next 5 years hata ujui. Nikikuuliza bibi yako alizaliwa lini hata ujui. Lakini unajua mke wa Diamond alizaliwa lini, si Kardashian kazaliwa lini, you know those stuff. Think about that. Hebu tuondokane huko. Kwa hiyo hivi vitu vingine hivi ni sisi wengine tu tunajaribu kufanya vitu vya ovyo ovyo na nini, alafu mwisho wa siku tunapiga kelele. Kwa hiyo nataka uelewe tu kwamba pesa, money won't make you happy. Money can't buy you happiness. Hivyo vitu unavyoviona hapo, vitu 50 havinunuliwi na hela. Unataka status. Status haiji kwa sababu ya hela. The issue is what inside of you. Because always you find people have more money than you. Kwa hivi ni vitu 50 visivyo nunuliwa na hela. Do you understand? Unanunua wisdom kwa hela. Unanunua happiness kwa hela. Unakuta wewe subiri nipate hela, mtanikoma. Shame on you. Kuna watu utakuta wanazo zaidi ya wewe. Hela hazikuletei marafiki. No. Hapana. So you need to understand about this. Life bwana, life. Find what is inside of you. Sasa uzuri, we have ways. Tuna live. Kuna daraja la kupandia. Tumieni hizi vehicle. Watu wa kucoach. Shida wengi hawaelewi what is happening. I can assure you. Kama you are looking for financial freedom, you are looking for freedom to ya maisha, uwe huru na uondoke hapa watu wanasema yes, there was this guy. Aliweza kusaidia dunia. You need to embrace the team marketing. Use other people. Use their talents. Use their time. Use whatever they have for your advantage. Uzuri, it's a win-win. It's a win-win. Hamna mtu anatumikia mwenzake. In order for you to earn money from the network, you have to help them. You have to help them. Kuna wakati nilijikuta niko nchi inaitwa Sierra Leone. Nilienda Sierra Leone kusaidia. Ghafla ya Ebola ikatokea. Nikabanwa huko nikashindwa kurudi. Nikasema mimi I would rather die kwenye field kuliko kufa kitandani. I want there to help people. Why should I run away? Sikukimbia, nikasema Mungu ndo kanipeleka kule kanirudisha salama. Guess what? Baada ya muda tu huko tayari vitu vikaanza kutokea huko. So sometimes Mungu anakutisha aone utakimbia au utasimama hapa. You are born a warrior. Ndio maana tumboni kwa mama yako ulikuwa na kick, una kick. You are a warrior. Sasa watu wanakutisha hapa, wanakutisha nini? Maisha magumu. Swala ni kwamba kichwani upate skills za kutosha. Usiimbe hiyo wimbo si maisha magumu, si rais amebana. No. Hapana, Tanzania hakufai Afrika. No, that's wrong. Kwa nadhani nimekupa material ya kutosha hapo. Nataka tukumbuke. Nataka ukumbuke kwamba kama hutaweza kupata kitu unachokitaka ukakitafuta. Uzuri watu wapo wakusaidia. Watu wakukusaidia hapa niko I'm trying to share with you ninachokiamini mimi na ninachokiishi. I'm not begging anything from you. Ni wajibu wangu kukupa kile ninachoamini kwamba this is true. Na kinaenda kukutoa. I've been there. Na naishi hapo. Kama imework kwangu, it will work for you too. Swala tu, are you teachable? Are you coachable? Think about that. Ni wewe. Sasa Mwenyezi Mungu yuko hapo. Vitabu vinasema seek and you shall find. Ask and it will be given. Kama wakupi hujaona gonga. No, utafunguliwa. Always. Unapotaka msaada sio kwamba you are weak because you want to remain stronger. Inaweza kuwa una degree zako za kutosha tu. Do you understand? Lakini we need each other. Kuna mtu aliitwa Thomas Edison. Hakuwa na hizo kwamba ako nazo. Think of. Na walimuona wa ovyo fulani hivi. Alifanya invention ngapi Thomas Edison? Think about that. Paka balbu inawaka amejaribu 10,000 times na ikawaka. Wewe umejaribu mara ngapi? Unajua shangazi yangu alijaribu, it doesn't work. Shangazi yangu ameachika kwa ndoa haifanyi kazi. Wanaume wote baba mmoja. Who told you? Hebu ondokana na vitu hivyo. Cha msingi hapa you need to move forward. Move forward. In doing so, kuna vitu vitakuja in your place. Now that's what I'm talking about. Kwa nataka tu nimalize kwa kukwambia kwamba it is possible maisha yako yakabadilika. Naomba ubadilishe lugha. Naomba ubadilishe watu unaoshinda nao. Whether ni boyfriend anakusumbua, sweet girlfriend anakusumbua, kama hajakusaidia hamna kitu unapata kwake, sio material things. Nasema are you growing deep down? Kwamba amekukuta huko level hii sasa hivi iko level nyingine hapa. Wewe ndio wakuweza kufanya hiyo evaluation. Mimi I can't do evaluation for you. Do it yourself.
Kwa hiyo you have to take responsibility. Usilalamike kwa aina yoyote. Unajua familia yetu, unajua mimi natoka Kigoma mwisho wa lami. No. Hapana. Kazi yako wewe ni kutengeneza solution ya matatizo ambayo watu wako nayo. Mtu anaweza akawa na tatizo na ataka solution. Sasa wale ambao wanahitaji solution, let us tuwatafute hizo solution, tuone ambavyo we can help them. In doing so utapata kila kitu unachokitaka. Kwa hiyo kila kitu kipo. Naomba uondoke na hii mentality ya serikali, si wazazi wangu, si pension yangu. It doesn't work. Nenda kote duniani huko, hizi social security hazijawasaidia watu. Sawa, watajenga barabara, watajenga, mwisho wa siku ni jukumu lako wewe kutengeneza maisha yako mwenyewe. Kwa hiyo ninachotaka hapa, nataka sasa nirudi kwenu. Nadhani nimezungumza vya kutosha sasa. Bado tuna nusu saa nzima. I want to come back to you guys. Uniambie kama kuna chochote umepata hapo. Mimi nimeopen up hivi. It's like una mahala kuna vitu viko hapo unafungulia kopo. Kuna watu wanaweza wakakumenta ukaweza kupata unavyotaka. Do you have any dream? That's what I asked for from the beginning. Do you have any dream? Sawa. Sasa kama umeridhika na maisha, utapewa si ubunge wa wapi, Mungu akusaidie. Thank God. Utakuja leo na watoto wa Magufuli, thank God. Utakuja leo na watoto wa Sikao, nani yule wa Kenya kule, thank God. Wakikufukuza wakafa. Hivi vitu vinatokea. Why don't you find something of yours? What kind of legacy? Siku unaondoka tumekuweka kwenye huko pale ndio wamekutia ndani ya jeneza. Tutasema nini kuhusu wewe? Think about that. Yaani unataka ukiondoka umeondoka hivyo tu. Just like that. No. Mungu angejua angekutengeneza kitu kingine tu. Au angekutengeneza lishetani au kuku watu wakala supu au mbuzi vyovyote. Kwa nini hujafa wewe? What's so special with you? Hapo nasema unajua leo ni Karume Day, mapumziko, Jumatatu naenda kuuza muda. Halafu no. Tuondokane huko. Nyewe vijana, hii dunia ni ya kwenu. Mko wengi vya kutosha, you want more. Let us change with it. Hamna dunia nzuri ya kuishi kama sasa. This is the right time for all of us to live in. Lakini sasa we don't see. Wana macho na wataona, wana masikio na watasikia, wana pua na watasikia kunusa. So you guys, mimi nimezungumza for almost 1 hour now. I think that's enough for me. Ni jukumu lenu sasa. Kwa ninyi ambao mnanisikia for the first time, ndo una join for the first time this kind of sessions, ni muda wako sasa wa kuweza kuzungumza kama umejifunza chochote. This is like an opener. Tunakufungua tu masikio na macho uone ambavyo possibility ambazo zinakusubiri. Kama umegive up, usubiria tu na kesha kanisani, msikitini, nenda huko. Au makaburini kabisa ukafia huko ukaombea huko. Ni wewe, it's your choice. Lakini I can assure you everything is possible. Unaweza ukacreate maisha yako yakarudi kama unavyotaka. Do you understand? Inawezekana kabisa. Hila thinking hapo ibadilike. Pata watu wa kuweza kukusaidia. Kwa hiyo mimi ningependa niishie hapo. Sasa nirudi kwenu, sijui nani yuko tayari kuzungumza. Sasa hatuko wengi kihivyo. So all of us can talk. Kwa mimi nitakachofanya hapa, nitajaribu tu, nitakuwa na muomba kila mmoja azungumze. Everybody has to speak. Sawa? Kila mtu, kama ni bubu basi tutamtafuta mtu wa ishara atusaidie hapo kama umeleni chochote. Sasa naanza huku chini. Naanza chini na kwenda alphabetically. Naanza chini alafu naenda juu. Sasa huku chini namuona mtu anaitwa Zuhura. Zuhura, uko on. Kama umejifunza chochote, please, Zuhura. Zuhura, tunakusikiliza. Hello. Ndio, endelea. Okay, kwanza I would like to thank you for this presentation. Lakini secondly, nitaka niseme kitu kutokana na the training ya leo. Nimejifunza kwamba everything is possible. Na hicho ni kitu ambacho kila mtu akiwa anaona hivyo life. Tofauti na pale mtu ambapo anakuwa na hofu kufanya vitu, but inaonyesha kwamba kila kitu tunachotaka kufanya you can do it. You just have to do it with confidence and do it correctly and do it right, but you have to do it. For everything is possible. Lakini
you talked about changes. Kwa hiyo watu inabidi wajue kuhusu mabadiliko, nao wabadilike, wasibakie kuwa vile vile wakisubiria. Asante. Yeah, that was Zuhura. Nakuja huku chini kuna mtu anaitwa Yusufu Jinasi Saida. Yusufu Jinasi Saida, naomba uzungumze. Na imani utakuwa umesikia kitu. Hello. Ndio. Unanisikia? Nakusikia, endelea. Aisee, kwa kweli mimi kwanza nikupongeze kabisa Alphonse Chilato kwa kujitoa kwa Watanzania na dunia nzima kutufundisha hiki kitu. Mimi niseme tu kwa kweli nimejifunza mengi kupitia hili. Kwanza kitu ambacho nilikuwa sikielewi labda niseme kwa siku ya leo nimeweza kugundua. Kwa maana huko mashuleni mavioni tunafundisha vitu tofauti kabisa na real life. Unaona? Tumekuwa tukielezwa kwa mfano swala la assets, kwamba nyumba na vitu gani hivyo kwamba ni assets. Kumbe wakati mwingine zinageuka kuwa liabilities, zinatukula sisi. Umeshaona? Kwa kweli kwa upande wangu nimegain something ambacho sikuwa nacho, labda nilikuwa nakielewa aidha tofauti, lakini leo hii kimeweza kunitengenezea za msingi, umeona, katika maisha yangu. Kwa hiyo naweza nikajikuta naendesha sasa maisha yangu tena kivingine. When I get things, umeona, nikipata hiki sawa, naweza nikakitumia kwa style hii ili niweze kuepukana na haya maisha tunayoishi saa hizi, tuweze kuishi katika focus nyingine ambayo inaweza kubadilisha dunia. Umeona, na tukabadilisha maisha yetu kiujumla. Unajua Watanzania wengi tumekuwa tukiishi katika umaskini mkubwa, lakini umaskini umesababishwa tu na mind zetu. Hatuelewi ni kitu gani ambacho hizo tunakifanya pia. Umeona? Kwa kweli ni mengi ambayo nimegain. Kwa hiyo nawashukuru zaidi, ila muendeleze tu kipindi zaidi na zaidi ili watu waendelee kujifunza. Haya, asante. Huyo alikuwa ni Yusufu. Nakuja kwako Scholar, si unanisikia? Scholastica, Kaf. Hello. Ndio, endelea. Hello. Yes, mimi asante sana kwa kipindi na namshukuru Mungu kwa kutuamsha salama. Lakini kubwa zaidi nimejifundisha na nazidi kujifundisha kuhusu changes. Tumezoea maisha yale ya kawaida ya formula kwamba unatakiwa usome, umalize, uende chuo, ukimaliza kama ni kazi au kuajiriwa au yani hivyo tumekalili maisha. Kwa hiyo mimi ambacho ningependa vijana wenzangu wajue ni changes. Tunatakiwa tujue hizi changes zinazotokea kwamba sasa hivi hamna ajira. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na kitu ambacho unakiamini, ambacho wewe umezaliwa nacho, ambapo hamna mwingine yeyote ambaye anaweza kukifanya. Kwa hiyo kila mtu has its uniqueness. Kwa hiyo unique yako inabidi ionekane sasa. Wewe una what's your unique. Kwa hiyo ukishasimama hicho ndio unachokufanya wewe wa tofauti. Kitu kingine pia umesema tumezaliwa ni washindi. Kwa hiyo kila mtu ni mshindi. Unatakiwa uwe na imani na kitu ambacho unaona kabisa unakiweza. Na ukishaamini kuwa ni mshindi, kwa kweli unakuwa ni wa tofauti kabisa. Umesema kwamba wewe ulikuwa unafanya vitu ambavyo vingine unapigiwa simu, unaitwa, unaenda, yani amini ulikuwa unaandika lakini unapigiwa simu watu wanakulipa kwa hizo siku. Lakini ni kweli hivi vitu vipo. Mimi mwenyewe watu wameniona Facebook naandika wanataka kujua nafanya nini. Nimelipiwa kila kitu nikaenda Mwanza. Yaani hivi vitu ninaviamini na ni kweli kabisa. Kwa hiyo kinachotakiwa hapa ni kusimamia unachokiamini na ukubali kabisa na uwe wa tofauti. Asante. Asante Scholar. Nakuja tena mwingine huku chini anaitwa Meriana M. Meriana, naomba uzungumze. Meriana, uko hewani, naomba uzungumze Meriana. Meriana, tafuta microphone uzungumze. Uko hewani huku. Ona naachana na huyo Meriana sasa. Ona hataki kuzungumza.
Unakuwa unatuonea sasa, maana tulitaka watu wote mzungumze. Sasa wewe unasikiliza tu, unanyonya tu. Mungu anakuona, atakupiga kofi huko. Sio kwa shangao unashindwa kufanikiwa mapema kwa sababu tu unapata tabu kushare. Nakuja kwako Martin Mreli. Martin Mreli, huko hewani Martin. Yes. Nisikia? Yeah, tunakusikia. Sauti kidogo tuongeze. Okay, nashukuru. Martin, umepotea. Chance Chilato. Secondly, naomba nimshukuru sana Mr. na maanisha na kushukuru sana Mr. Alphonse Chilato. Secondly, nimshukuru sana Mr. Ferdinand kwa kunifanyia connection kajuni katika group hii. Nachopenda kushukuru kikubwa zaidi nilichokiona kijua leo, I'm dancing hall. Niko katika dancing hall au labda ni disco, but I don't know how to dance. Kitu kuna sentence moja iliongelewa hapa, uliongea nikainote pembeni, ulisema kwamba something that want to kill you it will make you stronger. Nikasema ni kweli, maana kuna kitu ambacho niliwahi kufanya maisha yangu mimi kikaniletea ugumu, nikashift kutoka hicho kitu nikafanya kitu kingine. Unaona, sasa kile kitu kanifanya ni kwamba sikujua yani kwamba naweza nikafanya nini katika maisha kupitia kile kitu, then nikawa stronger. Nikapata kwamba yani nikaelewa kwamba kwenye mentality yangu mimi bado na kitu ambacho hakijakaa sawa. Unaona, kwa nikasema kwamba nikaelewa kwamba kumbe naweza nikafanya kitu kingine tofauti na hicho, lakini bado naweza nikasimama. Unaona, kwa naweza nikagundua kitu kwamba yani I can dance in a dancing hall once napokuwa yani once napopata chance na mimi mwenyewe naweza kaendeleza. So sisi kama vijana tunakuwa tupo sehemu nyingi sana ambazo tunadevelop vitu out of our careers. Tunaweza tunasema bana, okay, labda career nilionayo hii mimi labda nitumie career peke yake. Hapana. Nimegundua kitu ambacho naweza nikafanya out of my career. No matter how strong, no matter how small it is. Lakini pia naweza nikasimama. That is what I have. Yani chondo kitu kingine. Asante Martin. Asante Martin. Martin anasema yuko kwenye dancing floor ila hawezi kudance, lakini he's there for something. Nakuja kwako, naona jina hapa unaitwa Karimu Kasimu. Karimu Kasimu, una chochote cha kuchangia? Karimu. Hello. Ndio, endelea. Nashukuru sana kwa asubuhi ya leo kuamka na kipindi ambacho ni kizuri sana cha kutusaidia hususan si vijana kuangalia maisha yetu yanaendeleaje, mustakabali wa maisha yetu ya sasa hivi na yajayo. Kwa hiyo binafsi nashukuru sana, nimejifunza mengi sana na ni mara yangu ya kwanza pia kushiriki kipindi hiki kwa style hii ya Zoom. Naona nimeenjoy sana, ni platform ambayo ni nzuri sana, tunaweza tukaifikia pia na watu wengine wengi wakaelewa ambao hawajui dunia inaelekea wapi. Binafsi nimejifunza mengi hapo. Umesema kwa serikali iko pale sio kwa kufanya maisha kila mtu yaweze kubadilika. Ndio maisha yanabadilika, wanajenga barabara, wanafanya vitu gani, lakini vitu vingine vilivyobakia ni vya kila mtu. Kila mtu lazima ahangaike na maisha yake ndio yaweze kuendelea. Maana na mheshimiwa rais wetu anasema kama mtu afanye kazi vyuma vitaendelea bana. Ongeza jitihada na tujaribu kusaidia pia vijana wenzetu. Hapo wengi wamaliza vyuo leo nini cha kufanya, wanahangaika na CV, mwisho wa siku miaka mitatu mtu anarudisha CV. Pengine angeanzisha mradi wote angeweza kujikomboa kwa namna moja au nyingine kiuchumi. Nashukuru, ni haya tu nimejifunza na mengine hapo mengi. Nashukuru Mr. Chilato. Haya, wewe ni Karimu. Nakuja hapa naye hoja sasa. Naona Snithia Biedrawa. Snithia, you are on. Snithia, zungumza. Hello Snithia, you are on air. Tunahitaji uzungumze. Mimi na kwa ni mute hapa, naona you are not ready to talk. Sasa ukiwa tayari utasema huko, si uko wapi? Nakuja kwako Ferdinand. Ferdinand naye inakuwa shida kuzungumza. Ferdinand, naomba weke okay, endelea Ferdinand. Okay, habari zenu nyote. Natumaini mnanisikia vizuri. Sana tu.
Mimi kuna kitu ambacho umekigusia hapo awali wakati unaanza, ulizungumza kwamba kila mtu ana network zake. Tukiangalia kwenye simu tuna network zetu, lakini sasa nikakumbuka kwamba shuleni mfumo tuliofunzwa hawajatufunza namna ya kuweza kutumia vitu vinavyotuzunguka ili tuweze kufika mbali kimaisha. Kwa hiyo nimejifunza kwamba network tulizonazo ni kitu muhimu sana, na tukiweza kuzitumia vizuri tunaweza tukafika mbali na maisha yetu akabadilika kabisa. Haya mambo ya kuendelea kutafuta ajira kabisa, ningeomba tiondoe hakini mwetu, kwa sababu tukiangalia uhalisia wa ajira hamna chochote isipokuwa tu ni kujichosha. Asante. Haya, huyo ni Ferdinandi. Hapa naona huyu nani? Margaret, can you talk something hapo? Hello? Yeah, endelea. Okay. Asante kwa kipindi kizuri, nimejifunza mengi especially kwenye ule upande wa kunazungumzia kuhusiana na assets. Nilisomaga uchumi kwa tunakremishwaga hicho kitu kwamba nyumba ni assets ya, yani nimejifunza mengi, lakini cha kuondoka leo ni kwamba kinachotofautisha matajiri na maskini ni choices tunazozifanya. Kwa hiyo to make sure tuna make choices nzuri na take advantage na social media, maana unaweza kaa huko nyumbani lakini kwa unatengeneza hela kupitia mitandaoni. Tujue namna, tujifunze skills nzuri namna ya kuweza kufanya watu ambao tulikuwa nao kwenye hizo social media kutengeneza hela kupitia kwao. Kwa asante sana. Haya, Margaret, alafu nakuja kwa Jenny Mlai. Jenny Mlai. Hello. Ndio, endelea. Asante kwa kipindi kwanza. Kwa upande wangu mimi nilichojifunza ni kwamba yule aliyetengeneza bulb alijaribu mara 1000. Kwa hiyo tunatakiwa tusiache kujaribu. Hata kama unaambiwa sijui mama alishindwa, baba alishindwa, sijui akina nani wameshindwa, lakini tunatakiwa tuangalie wapi tunaenda. Kwa hiyo tuendelee kufanya mpaka tufanikiwe. Ni hilo tu. Asante. Haya. Kuja kwako Joseph Kazimiri. Joseph? Hello. Kwa mimi ambacho nimejifunza kwamba dunia inazidi kubadilika. Joseph, umepotea. Na bado unaona hakiwezi kufanya kazi kwa muda huu. Hello. Endelea. Kwa kitu ambacho nimeweza kujifunza ni kwamba tuweze kubadilika kulingana na dunia jinsi inavyoenda, kwa sababu tunaweza tukajikuta tunang'ang'ania kufanya vitu ambavyo haviendani na jinsi dunia inavyoenda, afu baadaye ndo tunaanza kulia na kulalamika kwamba serikali imebana sio na vitu gani. Lakini kumbe tukiangalia kiuhalisia tu ukifanya hakiendani na mazingira au hakiendani na jinsi dunia inavyoenda. Ukazungumzia na swala la kuweza kujitambua. Kujitambua ni kitu kikubwa sana kwenye maisha, na ukitaka kuweza kufanikiwa lazima uweze kujitambua kwamba ni vitu vipi ambavyo unatakiwa uvifanye na viweze kusaidia watu wengine. Asante sana, ndio hicho ambacho nimeweza kujifunza. Haya, huyo ni Joseph Kazimiri. Nakuja tafuta mtu mwingine hapa amelogin na iPhone. Jina hamna. Wewe ambao unatumia iPhone sio ni nani? Naona tu iPhone. Wewe mwenye iPhone ni naomba uweke microphone yako on. Teknolojia. Unaona ni nani wewe mwenye iPhone? Hapa tuko kwenye meeting sawa. Watu wengi mbona? Sababu kila mtu iko live. Wewe mwenye iPhone jitambulishe nani? Maana hata sijui nani naona. Simona hapa. Watu kwenye meeting hapa. Yaani sasa hivi live. Kwa hiyo wote hapa tunasikiana. Okay, topic ndio hii hapa. Tumeona.
naona huyu ana darasa lingine huko. Naomba nikutafute Mariam. Mariam, unaweza kuchangia chochote? Mariam. Kaka nyosha kidole. Mariam. Hello. Ndio. Yes, za asubuhi kwa watu wote, na pia na mimi napenda kushukuru kwa kipindi ambacho vinaendelea kila siku vya online. Mimi cha kwanza nilichojifunza ni kwamba kila mtu anatakiwa awe na purpose katika maisha yake. Na umesema kwamba kuna watu wako makaburini wamekufa, lakini sisi tumeamka tu wazima, kwa tunapumua. Kwa tuna nafasi ya kufanya vitu vikubwa. Lakini pia maisha yamebadilika, vitu vinabadilika. Ndio maana hata ukiangalia mwaka 2006, 2007 kulikuwa kuna mambo ya WhatsApp, kulikuwa mambo hamna online, lakini sasa hivi vitu ni vipo. Kwa kila mtu hapa anatakiwa abadilike kwa sababu maisha yamebadilika. Haijalishi umetokea wapi au unakaa wapi, cha msingi ni kwamba ujiamini kwamba unaweza kufanya chochote kile ambacho umeamua kukifanya. Sio kwamba kusikiliza mambo ya familia au mambo kwamba watu wanasemaje, kwa sababu kwa mfano mimi bwana fulani sasa hivi ana kazi au yatafuta kazi. Kwa hiyo naambia kwamba ni wao kwamba wanatoa ambacho wanakifanyia kazi. Asanteni. Huyo ni Mariam. Mtu wao wawili hapa wajazungumza. Narudi kwako Mediana. Mediana, uko kwenye nafasi ya kuzungumza sasa. Mediana, naomba weke microphone yako on. Mediana, weka microphone yako on. Tunakusubiria. Basi yuko kanisani huyo. Basi tunaachana na Mediana. Tafuta ujumbe wako. Kuna mwingine hapa huko unatumia iPhone, sijui ni nani. Naomba ujitambulishe mwenye iPhone, alafu uzungumze umejifunza nini? Hii Zoom. Wewe unaitumia iPhone, huko hewani sasa tunakusikia. Oh, man, I didn't have what's going on? Anyway, naona bado ana. Anyway, kwa hiyo mimi ni washukuru mpaka hapo. Niwashukuru mpaka hapo. Kama hujazungumza na ungependa uzungumze, basi ni nafasi yako ya mwisho ya kuzungumza sasa. Kama hujazungumza huko kwenye hicho kipindi na unataka kuzungumza, naomba uweke microphone yako on uzungumze. Otherwise mimi ni washukuru wote mlioshiriki kipindi. Na ni asubuhi ndio. Na siku yote naanza asubuhi. Kwa hiyo kama mmekipenda tutaendelea kwa tunafanya asubuhi. Inakuwa ni rahisi kuendelea kufanya shughuli zenu nyingine wakati tayari unakuwa umeshajifunza kitu hapo. Kwa hiyo mimi ni washukuru sana wote mlioshiriki kwenye kipindi, na haitoshi tu kuyaacha hapa ndani, inatakiwa uende ukafanyie kazi vitu ambavyo unaviamini, ambavyo unaona ni sahihi na ufanye. In doing so, kuna watu wengine watakufuata baadaye. Always, that's how it works. Kwa hiyo mfumo mmeuona sasa. Mfumo mmeuona ni jinsi gani you can leverage your time, ni jinsi gani you can help other people na kuifanya dunia iwe a better place. Bado tuna mapori mengi tu, tuna vitu vingi ambavyo havijafanyika. We can do all those stuff kwa kutumia hii vehicle. I can assure you, na hii itaendelea kuwepo. This is the business of the 21st century. Yoyote anayefanya biashara ambayo haiko kwenye mfumo anafeli for sure. Naomba muelewe hivyo. Utauza matunda, utafungua kitu gani? Unaweza kufungua supermarket. Inatakiwa uwe na chain of supermarket. Hiyo ni network ya supermarket. Sasa hii unafungua unakaa mle ndani, ukifa na kile kitu kinakufa, it doesn't work. For it doesn't matter what you are doing, whether wewe ni lecturer, wewe si mwanafunzi, wewe upo tu, you can still take advantage ya huu mfumo na bado maisha yako yakaenda kubadilika. Kama nilivyozungumza, you have to invest time. Jifunze, the sooner you can pata hizo skills za mapema, huku una practice, the better. Kwa hiyo it's very simple. Hapa hatukuja kuzungumza nini biashara sasa ufanye si kampuni gani na nini. Hii ilikuwa inakufungua. Kwa kila mtu amekuwa invited hapa, whoever aliyekuinvite na you want to learn more, basi mtakutana naye huko, ataweza kukusaidia na we are part and parcel of the universe. Lengo ni kusaidiana tuweze kufanikiwa. Kwa hiyo mtaniambia siku nyingine mngependa tuzungumze nini, tufanye saa ngapi, sort of. Hicho kipindi nimekirekodi, sasa in case mna watu wenu mtataka kuwarushia wakisikie,
you just let me know, so nikakurushia and then ukaweza kukipata huko. Otherwise nawatakia Jumamosi njema, nawatakia success. Nobody can stop you. The future is bright for everybody, but inabidi tufanye kazi. Mungu awabariki.